Yesu asifiwe. Wana na binti za Mungu, tunaendelea kujifunza siri zilizojificha kwenye kitabu cha Mwanzo. Tushajifunza kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mpaka sura ya 3. Kama au juu ya ukuwepo tuliolipitwa, fuatilia clip ziko hapo kwenye ukurasa wangu. Huu tunaongelea. Leo tunaenda sura ya 4. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema, Mungu akatenga nuru na giza. Kutenga na nuru na giza maana yake ni nini? Giza ni amina. Kwa hiyo tuna nuru, nilikwambia nuru ni pale ambapo neno la Mungu linaanza kuhubiriwa, neno ambalo lina uzima kwa ajili ya kuleta wokovu. Kama hizi nyakati zetu za mwisho hizi, lazima ufahamu neno la Mungu katika uhalisia kama Mungu anavyotafsiri. Kitabu cha Danieli, kitabu cha Ufunuo, lazima ukifahamu. Kitabu cha Mwanzo na vitabu vingine vilivyobakia vyote, maneno ya Mungu yote lazima utambue. Kwa sasa Mungu, kwa hiyo baada ya neno la Mungu likishaanza, nuru ikishaanza kuja, ambaye ndiye Kristo, ambaye ndio Mungu mwenyewe, ndio kufundisha. Na Mungu watoto au Mungu mmoja au nini, ndio kufundisha. Hicho kisikuchanganya. Yesu Kristo mwenyewe ambaye ndio Mungu mwenyewe, anapoleta neno la Mungu, yeye ndo anakuwa kama nuru. Kwa hiyo anatenga giza na nuru. Maana ni kwamba anatenga mafundisho ya Mafarisayo na kuanza kuhubiri neno la Mungu ambalo ni la kweli katika uhalisia wa nini? Na neno la Mungu. Ndio tunamfananisha na nuru ambaye ndio Mungu mwenyewe, kwa sababu Yesu yeye alivyokuja aneni yale kwa mapenzi yake, bali ananena kwa mapenzi ya Baba yake ambaye ndiye Mungu Baba, yeye akiwa Mungu Mwana. Mungu ni mmoja, ila ana ofisi tatu za utendaji kazi na gawanyiki, na ni roho ya kwanza kuwepo ambayo haikuumbwa, lakini yenyewe ilisababisha mambo yote yaliyopo kuwepo. Ndio nije nifundishe ile swala ile siku nyingine. Sasa hivi unaenda kwa hiyo is a first spirit to exist and is undivided, but it has 3 offices. Ndio nje nifundishe siku moja. Kwa hiyo pale kweli ya Mungu inapoanza kuhubiriwa ulimwenguni, duniani, huwa inatenga watu waanze kujua kutofautisha kati ya kweli ya neno la Mungu na uongo wa shetani na mawazo ya watu. Ndio maana mstari unasema hivi, Mungu akaona nuru kuwa ni njema, Mungu akatenga giza na nuru. Tutaendelea mstari wa 5.